Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Ijumaa tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump aiomba Israel kuweza kusitisha mashambulizi yajayo dhidi ya miundombinu ya gesi huko Iran. Leo ni siku ya furaha duniani, lakini msikilizaji, nini kinakupa furaha? Chakula chochote kizuri. Nyama sana sana, kuku choma, umeona, ushaona chakula. Pesa. Ni pesa tu. Na waumini wa dini ya Kiislamu ikiwemo nchini Kenya, eneo la Afrika Mashariki, leo wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr kuashiria kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wako wanaosema sisi mwezi ni mahali, wengine wanasema mwezi popote ukiandama duniani tunafungua au tunafunga. Kwa hivyo ni hizi tofauti za tangu na tangu, wala si jambo jipya. Lakini kwanza wacha nimpishe mwenzangu Phyllis Mwate aweze kukusomea muhtasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, karibu. Shukran Skola. Karibu msikilizaji. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israel itasitisha mashambulizi ya baadaye dhidi ya maeneo ya gesi ya Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na Rais wa Marekani Donald Trump. Sam Batenzi na maelezo zaidi. Shambulio la Israeli kwenye uwanja wa gesi wa Thalspaz siku ya Jumatano, likifuatiwa na mashambulizi ya Irani dhidi ya miundombinu ya gesi ya Qatar, limesababisha kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta na gesi, ingawa sasa bei imeanza kushuka kidogo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Netanyahu pia alikataa madai kwamba alimshawishi Trump kuingia kwa vita na Iran. Wakati huo huo, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Ghuba na Israel. Katika mkutano na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi katika ofisi ya rais maarufu Oval, rais wa Marekani Donald Trump ameulizwa kwa nini hakuwaarifu washirika wake kuhusu mpango wa kuishambulia Iran. Badala ya kujibu, alitania kwa kurejelea shambulio la Japan dhidi ya Pearl Harbor wakati wa vita vya pili vya dunia. Tutaki kutoa ishara nyingi sana. Unajua, tulipokuwa tuliingia kwa nguvu sana, na hatukuambia mtu yoyote kuhusu hilo kwa sababu tulitaka kuwa na kipengele cha mshangao. Nani anayejua zaidi kuhusu mshangao kuliko Japan? Kwa nini mimi sikuambiwa kuhusu Pearl Harbor? Iran imetekeleza hukumu ya kifo kwa wanaume watatu waliotuhumiwa kuwaua maafisa wa polisi wakati wa maandamano dhidi ya serikali mwezi wa Januari mwaka huu, ikiwa ni hukumu ya kwanza ya kunyongwa kuhusiana na maandamano hayo. Miongoni mwao ni kijana Saleh Mohammadi aliyekuwa mwanachama wa timu ya taifa ya mieleka ya Iran. Maandamano ya kitaifa yaliyoanza mwezi wa Disemba mwaka uliopita na kuongezeka hadi Januari yalijibiwa kwa ukandamizaji mkali na mamlaka za Iran. Makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu ya watu waliuawa. Na watu wasiopungua 13 wamefariki dunia baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko makubwa nchini Malawi. Shirika la usimamizi wa majanga la nchi hiyo limesema baadhi ya watu waliuawa na kuta ziliporomoka na wengine walifariki dunia walipokuwa wakijaribu kuvuka mito iliyofurika. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa mvua zaidi zinatarajiwa katika siku zijazo, hali inayoongeza hatari ya mafuriko zaidi. Tangu Januari mwaka huu, mvua kubwa zimeathiri nchi kadhaa kusini na mashariki mwa Afrika. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia huo umesomwa kwako na mwenzangu Phyllis Mwate akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya tusikilize kupitia Count FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Nchini Tanzania unaweza kupokea matangazo yetu kupitia redio ya shirika ambayo ni Abudi FM ya kule Morogoro na Bomba FM kule nyanda za juu kusini mwa taifa hilo mkoa
mkoani Mbeya. Dar es Salaam ni Radio 1, kule Mwanza ni Radio Free Africa. Nchini Uganda, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizard Radio na Radio Muungano pule Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili, na kukaribisha kwa mara nyingine. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema taifa lake litasitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya gesi ya Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na rais wa Marekani Donald Trump. Shambulio la Israel kwenye mtambo wa gesi wa South Pars siku ya Jumatano likifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran dhidi ya vituo vya gesi vya Qatar limesababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na gesi duniani, kama anavyoarifu hapa mwenzangu Phyllis Mwate. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikataa madai kwamba alimshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuingia vitani na Iran. Netanyahu alisema kuwa Israel ilichukua hatua peke yake kuhusiana na shambulio dhidi ya uwanja wa gesi wa Iran. Israel ilichukua hatua hiyo peke yake dhidi ya kituo cha gesi cha Silawia. Jambo la pili, Rais Trump alituomba tusitishe mashambulizi ya baadaye na tunafanya hivyo. Habari nyingine ya uongo ni kwamba Israel kwa namna fulani ilivuta Marekani kuingia katika mzozo wa Iran. Kweli kuna mtu yeyote anayefikiri kwamba kuna mtu anaweza kumwambia Rais Trump nini cha kufanya? President Trump what to do? Come on. Pia alieleza wazi malengo matatu ya operesheni ya pamoja ya Marekani na Israel nchini Iran, akisema ni kuondoa tishio la nyuklia kutoka Iran, kuondoa tishio la makombora ya masafa marefu na kuunda mazingira yatakayowawezesha raia wa Iran kuwa na uhuru wao. Kama alivyofanya mara nyingi hapo awali, Benjamin Netanyahu alitaja kile anachoamini ni tishio la kimataifa linalotokana na utawala wa Iran na kusisitiza kwamba Trump kwa muda mrefu vilevile amekuwa na mtazamo huo huo. Aidha, kwa lugha ya Kiebrania aliwasifu wananchi wa Israel kwa kuwa imara. Pia alidai kwamba baada ya siku 20 za vita, Iran haina uwezo wa kurutubisha urani wala kutengeneza makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Guba na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alikuwa ameonya mapema kuwa hakutakuwa na kizuizi chochote ikiwa miundombinu ya Iran italengwa tena kufuatia mashambulizi ya jana kwenye uwanja wa gesi wa South Pars. Hayo yakijiri, Baraza la Ulaya limetoa taarifa kwamba linalaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Iran yasiyochagua malengo dhidi ya mataifa ya Guba na imeeleza kuunga mkono mataifa yaliyoathirika. Ni taarifa yake Phyllis Mwate. Chadi imefunga tena mpaka wake na Sudan baada ya shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani yani drone kuua watu 17 katika mji wa Twin. Maafisa wanasema drone ilipiga mazishi siku ya Jumatano jioni, huku wakilaumu wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces yani RSF. Kundi hilo nalo linakanusha kuhusika na badala yake linanyoshia kidole jeshi la Sudan. Mtawala wa kijeshi wa Chad Mahamat Idris Deby ameamuru kufungwa kwa mpaka wa ardhini na pia kutuma maafisa kutathmini uharibifu zaidi. Na Sarafina Robi. Rais wa Chad ameamuru jeshi kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi yoyote yatakayotokea Sudan kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani iliyowaua takriban watu 17 na kuwajeruhi wengine kadhaa waliokuwa msibani. Akiwa amevalia sare za kijeshi, Rais Idris Mahamat Deby aliitisha mkutano wa dharura wa usalama ambapo aliamuru wanajeshi kuwa katika hali ya tahadhari. Pia aliamuru kufungwa kabisa kwa mpaka wa Sudan. Alielezea shambulio lilolenga mji wa mpaka wa Tin kama uchokozi na uchokozi wa wazi dhidi ya uhuru wa eneo hilo la Chad. Alisema shambulio hilo lilifanyika licha ya onyo kwa pande hizo mbili zinazopigana nchini Sudan na kufungwa kwa mpaka hapo awali. Mwezi uliopita, Chad ilifunga mpaka wake na Sudan hadi wakati ambapo wangesitisha uvamizi wa mara kwa mara wa makundi yaliyojihami ya Sudan. Hata hivyo, iliruhusu misamaha ya kipekee kwa misingi ya kibinadamu kwa idhini ya awali kutoka kwa mamlaka husika. Wakazi wa mji wa Tin walisema waathirika wa shambulio hilo walikuwa waombolezaji, huku mmoja akinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba kwa ajili ya msiba uliohusisha kusoma kwa Qur'an. Na asante sana Sarafina Robi.
Na msikilizaji, leo ni Machi 20, ni siku ya kimataifa ya furaha. Wakati nchi ya Finland ikitajwa kuongoza duniani kwa furaha kwa mara ya 8 mfululizo, mataifa mengine kama Afghanistan yanaendelea kutaabika. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Mauritius imekuwa na mwendelezo wa kuorodheshwa ikiongoza kwa watu wake kuwa na furaha zaidi Afrika. Nchi 7 kati ya nchi bora 20 Afrika ni za Afrika Magharibi. Lakini ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya inaongoza nambari 110 ikifuatiwa na Uganda ikiwa nambari 118, Tanzania iko huko 138. Lakini je, furaha ni hali ya mazingira tunayoishi au ni uamuzi wa kila mmoja? Katika maadhimisho ya siku hii tunaangazia siri ya tabasamu na jinsi matendo madogo madogo tu yanavyoweza kuleta tofauti kubwa maishani. Mwandishi wa BBC Damaris Kamande anaarifu zaidi. Leo Machi 20 ni siku ya kimataifa ya furaha, ikiwa ni siku ya kukumbuka kwamba furaha ni uamuzi au chaguo, ingawa vikwazo ni vingi. Daima tunafanya kazi kwa bidii ili maisha ya kesho yawe bora, lakini kesho inapowadia, badala ya kufurahia, tunaanza tena kuwaza kuhusu kesho nyingine bora zaidi. Katika dunia ya mazingira ya sasa, tunawezaje kupata msingi wa pamoja katika furaha? Kuanzia upweke hadi mapambano ya kukidhi mahitaji yetu ya kila siku, vikwazo vinazuia kupata furaha ni nyingi. Hata hivyo, vitendo vidogo vya ukarimu na wema vinaweza kuchochea tabasamu katika nyuso za watu. Niliuliza baadhi ya watu, ni jambo gani moja linalokupa furaha maishani? Hebu tusikilize majibu yao. Message ya pesa kuingiza muamala, ikiingia hapa inasema imethibitishwa. Kitu ambacho kinanifurahisha sana ni saa ile ninaomba. Yaani niko tu karibu na Mungu. Kwa hivyo muda wote ambao niko peke yangu, niko na Mungu, nasikia tu raha moyoni. Mimi napenda chakula kizuri. Wakati wa weekend pale, mimi upendelea sana nikiwa pale nyumbani kwangu na familia yangu. Sasa wakati nakata tomato pale, huwa napendelea sana kama wamekaa kando yangu wakiniangalia, nakata vitunguu, alafu napika kile chakula mpaka kinaiva. Unaona, alafu nawapelekea mezani, na kuna mechi nzuri sana pale, pengine ya Man U ama ya Arsenal zikikabiliana pale, basi huwa nafurahia sana mimi zaidi ya kitu kingine chochote kila. Chakula chochote kizuri, nyama sana sana, kuku choma, umeona, ushaona chakula. Pesa. Ni pesa tu. Kama ulivyosikia, furaha humaanisha mambo tofauti kwa watu tofauti. Utafiti unaonyesha kuwa furaha huimarisha afya, ubunifu na ustahimilivu. Matendo kama vile kutoa shukrani, kujumuika na wengi na kutoa msaada hueneza shangwe. Lakini cha msingi ni kwamba furaha ni uamuzi licha ya mambo unayoyapitia. Katika siku hii ya furaha duniani, hakikisha unakuwa sababu ya mtu mwingine kuwa na furaha. Tabasamu inaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha yao. Sijui nimuulize Florian nini kinachompa furaha ama nimuache kama ali. Niulize tu. Nini kinachokupa furaha? Kusafiri, hasa maeneo mapya. Na kila siku niko nawe hapa. Pengine wazee wangu wangeniita Karugendo. Kila siku niko nawe hapa, twende viwanjani. Mimi nasafiri maeneo mbalimbali duniani kispoti. Tuanzie katika usiku mdogo wa Ulaya ambako imepigwa michezo 16, 8 ya Europa League na 8 mingine ya Conference League, ambapo timu 8 zitakazocheza robo finali zimepatikana kwa kila shindano. Miongoni mwa michezo ya kusisimua ilikuwa baina ya timu mbili za Italia, AS Roma na Bologna, uliozaa magoli 7 kwa ushindi wa 4-3 wa Bologna, ambayo pia imesonga mbele. Freiburg ya Ujerumani ilinyuka Genk ya Ubeleji au Belgiji 5-1, huku Betis ya Hispania ikichapa Panathinaikos ya Ugiriki 4-0. Nayo Nottingham Forest iliyo hatarini kushuka daraja huko England ilipata ushindi wa 3-1 na kutinga robo finali na kuweka tabasamu kwa mashabiki wake. Kuingia kwenye mechi ya soka nchini Uingereza na Wales, England na Wales bila tikiti sasa litakuwa ni kosa la jinai chini ya sheria mpya zitakazoanza kutumika kabla ya fainali ya kombe la Carabao kesho kutwa Jumapili kati ya Arsenal na Manchester City kwenye uwanja wa Wembley. Wahalifu watakabiliwa na adhabu ya kutoingia viwanjani kwa hadi miaka 5 pamoja na faini ya hadi pauni 1000 za Uingereza. Sheria hiyo imeanzishwa kutokana na mtafaruku mkubwa uliotia doa fainali ya ubingwa wa Ulaya kati ya England na Italia kwenye uwanja wa Wembley Julai 2021, wakati maelfu ya mashabiki walilazimisha kuingia uwanjani. FIFA imelipiga faini shirikisho la soka la Israel faranga za Uswizi 150,000
na kutoa onyo kuhusu mwenendo wake wa siku zijazo baada ya kuchunguza kosa linalodaiwa kuwa la ubaguzi wa chama cha soka cha Palestina PFA. Kamati ya nidhamu ilichunguza jinsi IFA inavyoshughulikia ubaguzi wa rangi katika soka la Israeli kama sehemu ya malalamiko ya PFA kwenye kongamano la 74 la FIFA mwezi Mei 2024. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi Formula 1, mkuu wa timu ya Audi Jonathan Whitley anawaniwa na timu ya Aston Martin kuongoza kikosi chao chenye matatizo kibao. Tukamilishie hapo dondoo za michezo asubuhi hii. Umeniuliza na wewe unafurahishwa na nini zaidi? Kulala jamani. Usingizi. Wapono. Asante. Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na Marekani, rais wake Donald Trump ameiomba Israeli kusitisha mashambulizi yajayo dhidi ya miundombinu ya gesi ya Iran. Leo ni siku ya furaha duniani. Wakati huo tafakari, msikilizaji, nini kinachokupa furaha? Na waamini wa dini ya Kiislamu ikiwemo eneo la Kenya hapa Mashariki Afrika leo hii wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr kuashiria kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni BBC. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa katika eneo la Kilifi, pwani ya Kenya, Waislamu wamejumuika kwa Ramadhan na Wakristo walio katika kipindi cha mfungo wa Kwaresma walikutana kwa pamoja na kuweza kuweka kando tofauti zao. Waliweza kupata chakula cha pamoja na kuweza kukamilisha funga zao, ambapo Waislamu hii leo wanasherehekea Eid al-Fitr kule nchini Kenya. Ahmed Bahaji alijumuika nao na kutoandalia taarifa hii. Jua linapotua taratibu, waumini hapa wamekusanyika kwa tabasamu wakitia dua. Mwanzo nataka nipongeze sana kitendo hiki kwa sababu kimeleta imani kwa Waislamu wa Kilifi na wale wasiojiweza, kwa sababu spirit ya Ramadhan ni kula pamoja na kusaidia wale wasiojiweza, na pia kuomba Mwenyezi Mungu atupe heri, atusamee makosa yetu. Ishara ni wakati wa kufungua saumu, lakini leo hili si tukio la saumu pekee, ni la kuvunja mipaka ya tofauti za dini na imani. Katika iftari hii ya pamoja iliyoandaliwa katikati ya mji wa Kilifi, viongozi wamewaleta pamoja waumini wa dini mbili, Waislamu walio kwenye mfungo wa Ramadhan na Wakristo wenye mfungo wa Kwaresma, wote wakiongozwa na maadili ya kujinyima kula na kunywa kwa ajili ya ibada. Naitwa Christina Kinyi. Mimi ni Mkatholiki na mwaliko tulipata na tunafurahi sana. Tumekula pamoja iftar na Wakristo wengi na wamefurahi sana. Sisi pia tumefunga kama Wakristo wa Katholiki na ni mwezi wa huruma. Kile ambacho umekifunga siku zote huwa tunakiweka mahali, kisha tutaenda kufanya tendo la huruma kwa watu wasiojiweza. Hapa mikono ya salamu ilidhihirisha upendo na huruma, na chakula hiki kinaeleza zaidi kuhusu utangamano. Kwa wakazi wengi, tukio hili lina maana ya kina, likikumbusha kwamba imani inaweza kuunganisha badala ya kutenganisha. Limeonyesha umoja wa dini zote, tuko pamoja, Waislamu, Wakristo, tunatembea pamoja kama jamii moja ndani ya Kilifi County na hata dunia nzima. Adhana inaposikika, kimya kinatanda, Waislamu wanatia dua na kushukuru, na saumu ya leo imegeuka kuwa ya ushirika. Waislamu wamefungua saumu wakiwa bega kwa bega na Wakristo. Na katika wakati ambapo migawanyiko mara nyingi utawala vichwa vya habari, eneo hili la Kilifi, pwani ya Kenya, linaleta simulizi tofauti ya matumaini, umoja na mshikamano. Na mbali na mshikamano wa kijamii, tukio hili pia linaleta mvuto mpya kwa utalii wa kitamaduni. Wageni wanaotembelea hapa wanapata fursa ya kushuhudia mila, imani na umoja kwa jamii na pia ukaribu. Tunaweza kutumia hii tuiset kama siku ya Kilifi ya street iftar. Sio tu watalii, hata wanabiashara wengi. Kuna wale watakula hapa, kuna wale watataka kununua ambazo watu wanauza. Tuambie kina mama na vijana ambao wanaweza kutengeza juice, wanataka kutengeza mandazi, walete hapa kwa street. Viongozi wanasema hii si mara ya mwisho, bali utakuwa mwanzo wa kuimarisha uhusiano huu wa kidini. Na asante Ahmed Bahaj. Asante pia kwa Haji Hamis, anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote. Twalib Hamis, Eid Hamis na Haji Hamis na Twalib Hamis wanasema Eid Mubarak. Asante. Hassan Chiepo anatupata vizuri kabisa, asante. Lakini Kihanda Mayengo
Kihanda Mayengo kutoka Iombo Itima kule Nzega, Tabora, Tanzania, pia anafuatilia matangazo yetu ya Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini ni kushukuru pia, huyu anaitwa Catherine Justian kutoka Bariadi, Tanzania, anatupata vizuri kabisa, anasema kupitia Amka na BBC anapata kilicho bora kabisa. Asante kwa maoni yako. Lakini sasa tuangazie sikukuu ya Eid al-Fitri. Awali nimezungumza na Sheikh Mohamed Isa kutoka Tanzania na Sheikh Hassan Kinyua kutoka kule nchini Kenya. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Hii ambayo kwamba tunaisherehekea inamaanisha tutakuwa tunaadhimisha kumaliza kwa fungu wa Ramadhani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani tukufu alipozungumzia saumu alisema, enyi ambao kwamba mmeamini, mmefaradhiwa jioni kufunga kama walivyofaradhiwa walikuwa kabla yenu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema ayyama ma'dudat, ni siku zenye kuhesabika, na akasema Allah zikimalizika walitukmilu al-idda, kamilisheni idadi ya Ramadhan, walitukabiru Allah ala ma hadakum, na mtukuze Allah kwa kuongoza, walaalakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah. Tunaadhimisha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kufunga siku Ramadhani kamili, na vile vile kutupatia afya, kwa sababu kuna wengine waliondoka, wengine hawakuweza. Maana ni siku ya kushukuru, ndio tunapiga takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, yani Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, Allahu akbar, walillahi alhamdu, Mungu ni mkubwa na shukrani zote za Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunapiga takbir kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Masha Allah, asante sana Sheikh Hassan Kinyua. Lakini Sheikh Mohamed Isa, narudi kwako na kuuliza sasa, kwa nini kumekuwa kuna tofauti ya kusherehekea sikukuu hii ya hasa Eid al-Fitr? Tukiangalia nchini Tanzania leo hawasherehekei, kule nchini Kenya wanasherehekea, na baadhi pia ya nchi nyingine. Tofauti hii huletwa na nini hasa? Tofauti hii inaletwa na tafsiri ya aya za Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hazikuanza leo. Wakati Mtume mwenyewe akiwepo, siku moja aliwaambia maswahaba, la yusalliyanna ahadakum al-asra illa bi Bani Quraidha, mmoja wenu asisali sala alfajiri ila kule kwenye kambi ya Bani Quraidha ambako walikuwa wanapigana nao vita. Sasa wakaondoka muda wa dhuhuri, wakiwa njiani ikafika alasiri. Kuna wengine wakasema, bana, alasiri imefika, ni muda wa kuswali, na tumeambiwa sisi sala hii ni kwa waumini, ni ibada yenye wakati maalum, kwa hiyo tunasali hapa. Wengine wakasema hapana, sisi tuliambiwa tusisali mpaka tufike kule. Kwa hiyo wakatofautiana, wengine wakasali, wengine hawakusali. Walivyorudi kwa Mtume wakamwambia kilichotokea. Mtume akamwambia, nyinyi nyote mmepatia. Na haya mambo ya muandamo wa mwezi, kuna mitazamo miwili. Wako wanaosema sisi mwezi ni mahali, yani mwezi wa hapa tulipo mpaka tuone umeandama. Wengine wanasema mwezi popote ukiandama duniani, tukipewa taarifa ikathibiti, sisi tunafungua au tunafunga. Kwa hivyo ni hizi tofauti za tangu na tangu, wala si jambo jipya. Sheikh Hassan Kinyua, leo ni sikukuu ya Eid al-Fitr hapo nchini Kenya, pia ni siku ya Ijumaa, siku maalum kabisa ya sala kwa dini ya Kiislamu. Utofauti wake utakuwa ni nini ikiwa leo ni sikukuu ya Eid al-Fitr lakini pia leo ni siku ya Ijumaa? Hakuna kitu kubwa kama kukutana Eid al-Fitr ama Eid al-Adha na Ijumaa. Inakutana Eid mbili, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kukutana Eid mbili, basi ni furaha kubwa sana 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 kwa Uislamu. Man asa Allah fi yawm al-Eid fakaannama asa Allah fi yawm al-Eid, mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu katika siku ya Eid ni kama alomwasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Kwa hivyo hii inaashiria kwa kuwa Kiyama kitazuka katika siku ya Ijumaa ama siku ya Eid. Ndivyo ilivyoelezwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulingana na ulama wengi, wakichukua kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maana taswali Eid na tarudi kuswali Ijumaa. Kinyume na wengi ambao kama wanasemaga ikiwa siku ya Eid na Ijumaa zimepatana, Ijumaa inatupiliwa mbali na itaswaliwa Eid na itaswaliwa Ijumaa. Isipokuwa kwa watu ambao wanatoka mbali na msikiti, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu warudi kule walikokuwa wametoka, alafu wataswali kule dhuhuri. Kwa hivyo wale wa mjini lazima waswali Eid na waswali sala ya Ijumaa. Let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day.
Naam. Sheikh Muhammad Isa, leo kama sikukuu ya Eid al-Fitr, Muislamu anatakiwa kusherehekea vipi na kufanya nini? Mambo yepi anatakiwa kufanywa na mambo yepi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyakataza? Kuna tofauti kati ya namna anavyoamka Muislamu siku ya Eid al-Fitr na Eid ile al-Hajj. Siku ya Eid al-Fitr anatakiwa ale kitu cha kufungua kinywa kuonyesha kwamba yeye amefungua, lakini ile Eid al-Hajj huwa unaamka ukiwa hauli kitu mpaka baada ya sala. Kwa hivyo la kwanza kabisa unatakiwa utie chochote, lakini pia ujiandae kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Eid. Na kabla ya kuswali swala ya Eid kuna kubwa zaidi, kutoa zakatul fitri, ambayo ni kama sadaka ya kusaidia wale ambao hawana uwezo siku ya Eid, na wao wapate kufurahia siku kuu ya Eid sawa na wengine, kuliko kujitazama wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukihakikisha umeshatoa zakatul fitri kama inavyotakiwa, basi unajiandaa kwa swala ya Eid kwa kuoga. Hiyo ni sunna ya swala ya Eid, unaoga kama ilivyofundishwa, kisha utavaa nguo yako nzuri na kujipaka uturi kwa wale wanaume ili unukie unapokwenda kwenye swala ya Eid. Halafu unaamka na takbiri zile, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yani kama alivyotafsiri shekhe hapo. Mnakwenda wakati mnaenda mpaka kwenye sehemu ya kuswalia swala ya Eid. Na swala ya Eid itakuwa iswaliwe kwenye muswala nje. Kuswalia msikitini ni kwa sababu tu ya dharura za kukosa maeneo ya wazi, lakini ilikuwa inatakiwa iswaliwe katika eneo la wazi. Kwa hivyo mnakwenda kwenye eneo na mnafanya ibada ya swala ya Eid kwa takbiri zitakavyopigwa, pata somwa hutuba, pata swaliwa kwanza kama ilivyo kawaida, afu watasoma hutuba ya Eid ambayo ni kuwahusia watu mambo mbalimbali. Kisha wakati wa kurejea unatakiwa urejee sio na njia ile ulioendea, urudi na njia nyingine, na hii ni hikima kwamba uweze kuona na mengine mengi katika ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni hayo yanayotakiwa, na kubwa kujichunga na maasi kama alivyosema ndugu yangu hapo. Naam, nimalize na wewe Sheikh Hassan Kinyua. Sikukuu ya Eid imefika, Eid al-Fitr, lakini sikukuu ya Eid al-Fitr ni mkamiliko wa mfungo wa siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Baada ya leo na kesho Eid Mosi, Eid Pili. Kule Tanzania ni Jumamosi na Jumapili. Hapo nchini Kenya ni leo Ijumaa pamoja na kesho Jumapili. Yakimalizika haya, dini ya Kiislamu inamwelekeza Muislam kufanya nini baada ya yote kuadhimisha kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan? Si Eid peke yake. Tuwahimiza Waislamu wakishakula Eid wahakikishe unaanza kufunga saumu ya sita ili uandikiwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa umefunga siku 360. Ni kwa nini? Kwa sababu kila amali unaofanya jema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inaandikia 10. Kwa hivyo kama unafunga siku 30 inakuwa ni siku 300. Kuzitimiza vya mwaka mzima unafunga siku 6 ambayo ikiwa mara 10 ni 60, ndio inakuwa 360. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja jitahidi kufunga hizi 6. Unaweza kuzifunga kwa kufululiza, yani siku ya Eid huwezi kufunga, ni haramu kufunga siku ya Eid, uzifunge baada ya Eid. Na unaweza pia kama ni ndivu kidogo kama mimi na wengine, unaweza kunafunga Jumatatu na Alhamisi. Almuradi uzifunge ndani ya mwezi mtukufu wa Shawwal. Na asante, nashukuru sana Sheikh Hassan Kinyua, lakini pia asante Sheikh Muhammad Isa. Sasa Sheikh Hassan Kinyua, mimi nitakwambia bwana Eid Mubarak. Mwenzangu Sheikh Muhammad Isa, tusubiri kesho mimi na wewe inshallah. Inshallah. Na kwa kwetu Eid Mubarak kwa kila mtu. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Jamani, nasubiri kumbe ni kesho. Sawa, nitakuja ni kesho, mnialike jamani, nije kufinya Eid Mubarak, Eid Mubarak. Hivyo ndivyo nimemaliza mazungumzo yangu hapo na Sheikh Hassan Kinyua kutoka kule nchini Kenya pamoja na Sheikh Muhammad Isa, kwa pamoja tukiangazia sikukuu hii ya Eid al-Fitr. Lakini unaweza ukasoma Eid al-Fitr ni nini, mambo 10 yanayopaswa kufanya Muislamu katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na hapa natamatisha matangazo haya kwa juma zima. Asante kwa kutusikiliza, na yamesimamiwa na Phyllis Mote. Mhariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo Samuel Batenzi. Mimi ni Skola Kisanga, msikilizaji, na kuambia Eid Mubarak, na nakuachana wimbo huu ukiambiwa kwamba Eid Mubarak. Munialike jamani. Kwaheri. Let's enjoy this happy day.